Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: China yaongeza mafunzo ya roboti kwa matumizi ya kila siku. China yaongeza kasi ya maendeleo ya teknolojia ya 6G, na Afrika Kusini inategemea mkataba wa mavuno ya mapema kuongeza mauzo yake ya nje kwenda China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. China imezindua awamu ya 3 ya kituo chake kikubwa cha mafunzo ya roboti. Hatua hii inalenga kuboresha uwezo wa roboti kufanya kazi katika mazingira halisi ya maisha ya kila siku. Tom Wanjala na taarifa hiyo kwa kina. Kituo kikubwa zaidi cha mafunzo ya roboti zinazofanana na binadamu nchini China kimezindua rasmi awamu yake ya 3. Hatua hii inalenga kuongeza uwezo wa kompyuta ili kusaidia roboti kufanya kazi katika mazingira halisi. Mpango wa kuanza awamu hii mpya wa kituo cha mafunzo ya data ya roboti za Beijing ulitangazwa wakati wa jukwaa la teknolojia ya akili jumuishi katika mkutano huo. Kituo hicho kipo katika wilaya ya Shijingshan, magharibi mwa Beijing, na kina ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 10,000. Kinafanya kazi kama shule ambapo roboti hufundishwa kupitia mazingira mbalimbali kabla ya kuanza kutumika kazini. Kinalenga teknolojia muhimu kama vile utendaji wa hali ya juu wenye usahihi mkubwa na uwezo wa roboti kuhisi mguso. Lengo ni kutatua changamoto zinazojitokeza wakati wa majaribio na kusaidia kuhamisha teknolojia kutoka maabara hadi matumizi ya viwandani. Hadi sasa, kituo hiki kimekamilisha awamu zote 3 za maendeleo yake. Awamu ya kwanza ilikamilika mnamo mwezi Machi mwaka uliopita, ambapo mikono ya roboti 100 yenye magurudumu iliwekwa katika hifadhi ya Shaogang. Awamu ya pili ilihusisha roboti 100 zinazofanana na binadamu zilizotumika katika maeneo mbalimbali kama viwandani, majumbani na kazi za kila siku. Roboti hizi zilikuwa zikifanya kazi kwa takriban saa 10 kwa siku na kuzalisha takwimu milioni 6 kila mwaka, kiwango kinachoongoza duniani. Awamu ya 3 iliyozinduliwa sasa inalenga kusaidia roboti kufanya kazi katika sekta mbalimbali kama uzalishaji viwandani, usindikaji wa mazao ya kilimo, huduma za hoteli, usafi wa majumbani, usimamizi wa nyumba za kisasa na huduma za matibabu. Hata hivyo, ukusanyaji wa data kwa ajili ya kufundisha roboti unahitaji sana nguvu ya kompyuta na wataalamu wenye ujuzi. Kwa sababu hiyo, muungano wa sekta mbalimbali unaolenga data za akili jumuishi pia umeanzishwa. Muungano huo unajumuisha zaidi ya taasisi 40 kutoka serikalini, viwandani, vyuo vikuu, taasisi za utafiti na makampuni binafsi. Pia unahusisha makampuni makubwa ya teknolojia ya kompyuta yatakayotoa msaada wa uhakika wa nguvu ya kompyuta kwa kituo hicho. China inaongeza kasi ya maendeleo ya teknolojia ya 6G, huku wataalamu wakitabiri uzinduzi wake wa kibiashara ifikapo mwaka 2030 na kusisitiza kuwa itakuwa mtandao unaozingatia AI, tofauti kubwa na 5G. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa jukwaa la Zhongzhou mjini Beijing. China inalenga kuharakisha maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano ya mtandao wa kizazi cha 6G, huku wataalam wakitabiri uzinduzi wa kibiashara ifikapo mwaka 2030 na kusisitiza muundo wake unaozingatia akili bandia kama hatua mpya tofauti na 5G. Makadirio hayo yalitolewa katika mkutano wa mwaka wa jukwaa la Zhongguancun lililokamilika Jumapili jijini Beijing, chini ya kauli mbiu ujumuishaji kamili kati ya ubunifu wa teknolojia na viwanda. Zaidi ya mafanikio 560 ya kisayansi na kiteknolojia pia yalioneshwa katika kituo cha maonesho cha jukwaa hilo, ikiwa ni pamoja na roboti zenye uwezo wa kufanya kazi za mikono. If I had to describe 6G with some keywords, the first would be AI native. The 6G network is no longer just a communication network. It deeply integrates AI capabilities. Every network unit, base stations, terminals, core networks,
will have built-in AI computing power. Hata hivyo, changamoto bado zipo, ikiwa ni pamoja na ushindani mkali wa viwango vya kimataifa, ukosefu wa ukomavu katika mnyororo wa usambazaji wa vipengele muhimu, na gharama kubwa zaidi za kujenga mtandao wa 6G ikilinganishwa na ule wa 5G. Licha ya vikwazo hivyo, China inaendelea kusukuma mbele ubunifu wa ushirikiano kwa kile maafisa wanachokiita mbinu ya wazi na jumuishi zaidi. China has already completed its first phase of 6G technology trials. Over 300 technologies validated in labs and test networks. The next step, from 2026 to 2028, is to integrate these individual technologies into real devices. The first set of 6G standards is expected around 2029. Iwapo utafanikiwa, muundo wa 6G unaozingatia akili bandia na miundombinu ya anga unaweza kubadilisha kabisa mawasiliano ya kimataifa na namna watu wanavyoishi na kufanya kazi. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2007, jukwaa hilo limekuwa tukio muhimu la kimataifa katika kuendeleza ubunifu wa kisayansi na teknolojia. The network needs to be AI native because AI is actually shouldn't be dominated by only the big powers. By building an open ecosystem, you actually let different players from application layer, device layer, robotic layers have a platform that people can build their capability. China imeongeza juhudi za kuvutia watalii wa kimataifa kwa kuanzisha mifumo ya kidijitali iliyorahisishwa pamoja na uzoefu wa kipekee wa kitamaduni, hatua inayolenga kuifanya nchi hiyo kuwa kivutio kikuu cha utalii duniani. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Kwa sasa watalii wanaoingia China wanaweza kupanga safari zao kwa urahisi kupitia programu za simu zilizo katika lugha mbalimbali. Huduma hizi zinawawezesha kuhifadhi hoteli, kununua tiketi, kupanua taarifa muhimu za safari na kupata taarifa muhimu za safari na kupanga ratiba zao moja kwa moja kupitia simu. So you have to download the right apps. It was quite easy to find our way. Mwaka jana zaidi ya vivutio 8,000 vya utalii na hoteli 450,000 vilipatiwa maelezo katika lugha 16 tofauti, sambamba na kuanzisha kwa mapendekezo ya njia za safari yanayotumia akili bandia ili kurahisisha matembezi ya wageni wa kimataifa. I tasted them before in a restaurant but never made them myself. To also see the cultural side of China, really interesting to see. Aidha, mifumo ya malipo ya kuvuka mipaka imeboreshwa kwa kiasi kikubwa. Kupitia majukwaa kama Alipay, watalii wanaweza kutumia pochi zao za kidijitali kutoka nchi zao kulipia huduma katika zaidi ya wafanyabiashara milioni 150 kote China bila hitaji la kubeba fedha taslimu. We watch a lot of TikTok, so we see a lot of influencers and we contact them, and that's how we made some of our tours, and they were especially tailored for us. Mbali na teknolojia, uzoefu wa moja kwa moja wa utamaduni wa China umeibuka kuwa kivutio kikubwa. Watalii sasa wanashiriki katika shughuli kama kutengeneza mandazi, yani dumplings, kuvaa mavazi ya jadi ya hanfu, kutengeneza vyombo vya kauri na kutembelea maeneo ya urithi wa kitamaduni. Katika mji wa Xi'an, tamasha la chakula na burudani lenye mandhari ya enzi ya Tang limevutia mamia ya watalii wa kigeni, likiwapa fursa ya kuonja vyakula vya Kichina na kushiriki moja kwa moja katika utamaduni huo. Wachambuzi wa sekta ya utalii wanaeleza kuwa urahisi wa malipo ya kidijitali na matumizi ya teknolojia za kisasa vinafungua fursa mpya za matumizi ya watalii, huku uzoefu wa kitamaduni ukiwa nguzo muhimu ya ukuaji wa utalii wa China. Afrika Kusini inatarajia kuchukua hatua muhimu katika uhusiano wake wa kibiashara na China, huku mazungumzo kuhusu mkataba wa mavuno ya mapema chini ya mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi yakikaribia kukamilika. Hatua hii inakuja wakati makamu wa rais wa China Han Zhong alipotembelea nchi hiyo ya Afrika wiki hii kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Mkataba wa mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi uliosainiwa wakati wa ziara ya China na waziri wa biashara, viwanda na ushindani wa Afrika Kusini Pak Stau mapema Februari unaweka msingi wa mkataba wa mavuno ya mapema ambao unatarajiwa kutoa upatikanaji wa soko la China bila ushuru kwa bidhaa za Afrika Kusini na kuunda mazingira mazuri zaidi kwa kuongezeka kwa uwekezaji wa China nchini Afrika Kusini. Together we have built bridges of trade and investment, strengthened the pillars of cooperation and opened doors of opportunity for our peoples.
We have also expanded sectoral collaboration in broad areas of tourism, mineral resources, environment, science and technology, education, and culture. Makamu wa rais wa China Han Zheng alihudhuria jukwaa hilo ambalo liliandaliwa kwa pamoja na Baraza la China la kukuza biashara ya kimataifa CCPIT na idara ya biashara, viwanda na ushindani ya Afrika Kusini, huku zaidi ya washiriki 350 wakihudhuria. We've opened up a lot of agriculture products, avocados, stone fruit, to the Chinese market. But also we're looking to expand that. We're looking to expand and do honey bush and cherries and amarula. Kisiwa bandia cha magharibi cha muunganiko wa Shenzhen Zhongshan kilichoko mkoa wa Guangdong kusini mwa China kimeanza rasmi shughuli za utalii baada ya maandalizi ya karibu mwaka mmoja. Tujiunge na Zakia Pong atufahamishe zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kisiwa cha bandia cha magharibi cha muunganiko wa Shenzhen na Zhongshan kilichoko mkoa wa Guangdong kusini mwa China kimezindua operesheni zake za utalii, ikiashiria mwanzo wake kama kituo cha kupokea viumbe wa baharini baada ya karibu mwaka mmoja wa maandalizi. Muunganiko wa Shenzhen Zhongshan ushoroba mpana unaovuka bahari kusini mwa China wenye madaraja mawili, visiwa viwili vya bandia na njia ya chini ya maji kilianza kufanya kazi Juni 30 mwaka 2024 ikiwa na urefu wa kilomita 24. Muunganiko huo unaopunguza sana muda utakaochukuliwa kusafiri kati ya mji wa Zhongshan na kituo cha teknolojia cha Shenzhen kilichoko upande mwingine wa mto Pearl mkoani Guangdong kutoka saa 2 hadi karibu dakika 30 tu, ikichukua kilomita za mraba 1,137. Kisiwa bandia cha magharibi kinaunda makutano muhimu ambako mpito wa muunganiko unajigawa kati ya daraja na njia ya chini ya maji. Mfumo wake mkuu ulioundwa katika umbo la ndege wa kufikirika aliyetanua mbawa zake unachukuliwa kama alama ya kipekee juu ya ushoroba wa Lingding. Kuanzia sehemu ya katikati, wageni wanaweza kutazama bahari na anga. Upande wa magharibi, daraja la Shenzhen Zhongshan linajipinda vizuri baharini, huku magari yakipita kwa utulivu kati ya njia ya chini ya maji na sehemu zilizoinuliwa. Kwa upande wa mashariki, anga ya Qinghai mjini Shenzhen na ndege zinazoruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bao'an zinaonyesha ukubwa wa eneo la Ghuba Kuu. Kivutio kikuu katika kisiwa hicho ni mradi maarufu wa eneo la Ghuba Kuu wa kambi ya sayansi wa Guangdong, Hong Kong, Macau. Maonyesho yake yenye ukubwa wa mita za mraba 2,200 yanaleta uhai kazi ya uhandisi nyuma ya muunganiko wa Shenzhen Zhongshan. Michezo mbalimbali inawawezesha watalii kutafiti nadharia za uhandisi wa njia za usafiri. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja.
课，你好。 Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Ni. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 老 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 诗 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 在 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 见 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafadhali sikiliza rekodi na uchague jibu sahihi. 你 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 你 好 第一个
好。老师。第一个。老师。再见。第二个。再见。你好。第二个。第二个。Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Katika maisha, uwezo wako wa kuvumilia maumivu ni muhimu zaidi kuliko uwezo wako wa kusababisha maumivu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.